Yani leo nimesikia joto baharini. Niko baharini na nimesikia joto. Yani nilikuwa na sweat. Hali ilikuwa mbaya. Lakini tunashukuru Mungu. Tumevuka. Timu iendelee kujiandaa vizuri, wachezaji waendelee kupambania nembo ya Simba. Nafasi anakosa nyingi sana Jean Charles Ahoua. Pengine hii alikuwa anawapa pressure kiasi gani mashabiki wa Simba huku mlipokuwa mkitazama mchezo huu? Nafikiri pressure lazima tupate. Na ukizingatia zilikuwa nafasi za wazi. Kwa hiyo swala la pressure ni swala la kawaida kupatikana. Lakini mimi binafsi kiukweli niseme tu nimemsamehe kwa leo, arekebishe makosa ambayo ameyafanya, ambayo mchezaji yote anaweza kufanya. Washafanya wachezaji wakubwa duniani. Sembuse Ahoua. Kwa hiyo binafsi mimi nasema hajakuwa kwenye kiwango kizuri leo. Miongoni mwa mechi 8 mpaka mechi 9. Kila mnapokuwa mkianguka katika dimba la Benjamin William Mkapa mnapata matokeo. Hii leo mmefuzu kwa sare. Pengine labda ile slogan ya kwa Mkapa atoki mtu huenda ndio kama inakuwa ina dalili ya kufa hapa. No bro, mechi ilikuwa ngumu. Huyu tuliocheza naye sisi sio mpapai. Tumecheza na mwanaume kweli kweli. Yes, yani hilo lazima tukubali. Tumecheza na timu yenye kiwango bora sana. Na lazima tukubali wenzetu leo walikuwa bora. Hilo halina upinzani, lakini sisi ndio magwiji na makontawa haya mashindano. Tunajua tunacheza vipi mpaka kufikia malengo yetu, lakini kwenye swala la ubora kwenye mechi ya leo wenzetu walikuwa bora zaidi. Ni vile tu tulimuwahi kwake na kwetu tunaweza kupata goli kupitia mkwaju wa penalty na wakaja kurudisha kupitia mkwaju wa penalty. Kwa hiyo swala la sisi kufuzu kwa njia ya sare, hilo sisi alitusumbui. Sio mara ya kwanza tulishafuzu kwa njia ya sare wakati tunacheza na Power Dynamo. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Tukubali tu leo wenzetu walikuwa kwenye kiwango bora. Huo ndio ukweli ambao hauwezi kupingika. Pengine ile X factor ambayo mwalimu kocha Fadlu alikuwa anaisema inakosekana kwenye eneo la ushambuliaji. Hiki kilichotokea leo pengine unaona ile X factor imekosekana? Nafikiri mtakuwa mnamkosea sana Ahoua kwa sababu ni mchezaji ambaye kwenye ligi yetu ndio mchezaji ambaye anaweza katika timu yetu anaweza kuassist na kufunga. Sijui unanielewa. Kilichotokea leo ni mchezaji yoyote duniani anaweza kufanya. Walishatokea kina Ronaldo, washafanya kina Osman, washafanya kina Messi. Ni kitu cha kawaida. Ni vile tu sisi tulikuwa na pressure kwa sababu alitufanya roho zetu zidundie nje kidogo ya mahali pake, kwa sababu nilikuwa naona kama roho inataka kuchomoka hivi. Inadundia wapi sasa? Ilikuwa inadundia wapi? Ina hen. Ushai kutoka jasho baharini? Baharini sikuna baridi. Mimi nilikuwa naona joto. Ile nyuzi joto 60. Mimi ndo nilikuwa naiona. Kwa hiyo binafsi niseme tu leo hakuwa kwenye kiwango bora, licha ya kusema kwamba alikuwa amepata nafasi za wazi kabisa angeweza kuzitumia. Kikweli tungekuwa tunaangalia mpira huku tunakula popcorn, tunaagiza hata na samaki pale kwa Aslay, tunaponya, tunaenjoy. Lakini kikweli pia mpira una raha yake kuangalia ukiwa na pressure kidogo. Leo nimefurahia kipenga cha mwisho. Na nimekipenda. Vibaya mno. Wale jamani hatari. Yani mapigo ya moyo yalikuwa yanapiga tofauti na ambavyo yanapiga kawaida.